Shalom. Jioni nyingine jema ambao Yahweh ameweza kutupatia ili tuwe wenye kushukuru na tuwe wenye kuhimidi jina lake. Ningetaka niweze kuchukua fursa hii niweze kuangalia jambo ambalo limekuwa likiulizwa sana, ya kwamba Jona akiwa katika tumbo la nyangumi alikuwa hai ama amekufa. Hii swali imekuwa ikiulizwa na ndugu zetu katika binadamu ambao ni Waislamu, na wakitaka kuweka mtego ya kwamba Masihi hakufa. Wakitega mtego ili waonyeshe ya kwamba mtu akiingia aseme alikuwa hai, aseme basi Masihi hakufa. Tena ukisema alikuwa amekufa, basi inakuwa muujiza. Unauliza muujiza ulikuwa hai akiwa ndani ya tumbo la nyangumi ama amekufa, kwa sababu hiyo muujiza. Lakini maandiko ya Biblia huwa hayajichanganyi. Maandiko ya Biblia huwa hayajichanganyi, huwa yanasema haswa na yanaweka wazi mambo yote bayana. Ningependa niweze kuingia moja kwa moja katika kujibu hii hoja ambayo imekuwa ikijengwa, na nitaenda katika kitabu cha mtumishi Yona. Kitabu cha Yona. Ukiwa na swali unaweza kuuliza mahali pale ndani ya comment, na nitakuwa nazisoma moja kwa moja na narudisha hiyo swali, najibu hiyo swali vizuri. Kwa hivyo naomba mwenye ako na swali katika hii hoja aweze kuiandika mahali pale ama kuiweka mahali pale. Kitabu ni cha Yona, cha nifike maeneo hayo. Kitabu cha Yona moja mstari wa kwanza inasema hivi: basi neno la Yahweh lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, upige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Yahweh. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebu aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Yahweh. Lakini Yahweh alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamuomba Elohimu wake, nao wakatupa baharini sehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata uzingizi. Basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini wewe ulalae uzingizi? Amka ukamuombe Elohimu wako, labda Elohimu huyo atatukumbuka, tusipotee. Wakasemezana kila mmoja na mwenzake, haya na mpige kula apate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako. Kazi yako ni gani? Nawe umetoka wapi? Na nchi yako ni ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Wakamwambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Yahweh Elohimu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilotenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Yahweh, kwa sababu alikuwa amewajulisha
Basi wakamwambia, tutende nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Na yeye akamwambia, mkamateni mnitupe baharini. Basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu ili wapate kurudi pwani, wasiweze, kwa maana bahari ilizidi kuwachafukia sana. Basi wakamlilia Yawe, wakasema, twakuomba Yawe, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia, kwa maana wewe Yawe umefanya kama ulivyopenda. Basi wakamkamata Yona, wakamtupa baharini, na bahari ikaacha. Ndipo watu wakamuogopa Yawe mno, wakamtolea Yawe sadaka na kuweka nadhiri. Yawe akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona, na Yona akawa ndani ya tumbo ya samaki yule muda wa siku 3 mchana na usiku. Tunaona hapa Yona ameweza kutupwa ndani ya bahari, na Yawe akaweka samaki mkubwa mahali pale ili aweze kummeza Yona. Na maandiko inasema kwamba Yona alikuwa ndani ya tumbo ya nyangumi mchana na usiku siku 3. Siku. Sasa akiwa ndani ya tumbo ya nyangumi, tunaingia chapter 2. Ndipo Yona akamwomba Yawe Elohimu wake katika tumbo la yule samaki, akasema, nalimlilia Yawe kwa sababu ya shida yangu. Kwa hivyo tunaona hapa Yona ako katika tumbo ya nyangumi, ako katika tumbo ya nyangumi, ana maana hai. Kwa hivyo jibu ni kwamba Yona alikuwa hai ama amekufa? Jibu ni kwamba alikuwa hai. Alikuwa hai, ndio maana yake anaomba. Lakini swali la kujiuliza, hebu tujiulize swali moja. Sasa wakati alikuwa tumbo ya nyangumi alikuwa anapumuaje? Swali la kujiuliza, alikuwa anapumuaje? Na ili hali akiwa tumbo ya nyangumi hakuna hewa. Hakuna hewa. Yaani nyangumi ikipumua, hewa hiyo, oksijeni hiyo inaingia katika mapafu ya nyangumi, bali Yona hapati hewa kwa sababu hakuna hewa ingine inakuwa kando kando. Hapana, hewa inaendaga katika mapafu, ndio inasapraiwa katika mishipa ya damu, inaenda katika kila sehemu. Sasa Yona akiwa mahali pale, kumbuka Yona ako mahali kwa chakula. Mahali kwa chakula hakuna hewa. Hewa iko mahali pale ni carbon dioxide, yani hewa ile mbaya ambao mtu hawezi kupumua, kwa sababu wakati kitu kinameza chakula, hiyo hewa ikiingia ndani ya hiyo kwa sehemu ya chakula inafaa kutoka. Kama ni mapafu inafaa kutoka. Ikikaa mahali pale inaadhiri, yani inakuwa carbon dioxide. Lakini hii ikiingia mahali pale, sasa hiyo haiwezi kusema hiyo ndio anapumua. Hapana. Kwa hiyo ukawa ni muujiza. Ni muujiza. Yona ako ndani ya tumbo ya nyangumi, ako uhai lakini hapumui. Hiyo ndio Waislamu hamujaelewa. Yona alikuwa ndani ya tumbo ya nyangumi lakini hakuwa anapumua, lakini alikuwa anaongea, alikuwa hai. Ndio maana inaitwa muujiza. Ndio maana inaitwa muujiza. Kwa sababu alikuwa hai na alikuwa anapumua, alikuwa hai na hapumui hewa ya oksijeni. Ndio maana yake inaitwa muujiza. Sasa huu muujiza unafananisha na Yahshua Masihi. Ukisoma kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana 3. Kitabu cha Yohana 3:13 inasema hivi: wala hakuna aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Bana, sio Yohana 3. Kitabu kinaitwa Mathayo 12. Kitabu kinaitwa Mathayo 12. Wakati walitaka ishara, wakaambiwa hakuna ishara mtakayoona isipokuwa ile ya Yona.
Sasa hapo ndipo tunakimbia mahali pale tuweze kuona hapo. Kitabu cha Mathayo 12 aya yake ya 39 nasema, akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Kwa hivyo hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa katika moyo wa nchi siku 3 mchana na usiku. Kwa hivyo kumbuka hapa anafananishwa na Yona. Yeye hatakuwa katika moyo wa bahari, hatakuwa katika moyo wa hatakuwa katika tumbo la nyangumi, bali hiyo ni mfano tu. Kwa hivyo atakuwa ndani ya kitu fulani, atakuwa ndani. Kwa hivyo ni moyo, atakuwa ndani ya moyo wa nchi. Inasema hivyo kwa sababu gani? Moyo inaonekana ndani, pale ndani kabisa. Nayo hiyo ishara ni kama ya nabii Yona. Sasa nabii Yona alikuwa hai ama alikuwa amekufa? Sasa Muislamu anaweka mtego mahali ili kwamba watu waweze kuingia mahali pale na waweze kukiri ya kwamba Masihi hakufa na hakufufuka. Lakini sio namna hiyo. Masihi alikufa na akafufuka. Sasa tunataka tuone huo ni muujiza. Naye Masihi akiwa katika moyo wa nchi alikuwa amekufa ama? Kwa sababu hiyo ndio hoja. Hoja si kuingia katika moyo wa dunia. Hapana. Hoja si Yona kuingia katika tumbo la nyangumi. Hoja ni kwamba alikuwa hai ama alikuwa amekufa. Tumeona ya kwamba Yona alikuwa hai, hakuwa amekufa. Lakini muujiza ni kwamba alikuwa jeni, alikuwa naongea na anaomba, lakini hakuwa amekufa. Sasa ukiwa haupumui, unakuwa umekufa ama uko hai? Ujiulize hiyo swali. Unakuwa umekufa ama uko hai? Hapa tunaona ya kwamba Yona mwenyewe mwili wake ulikuwa unakaa kama umekufa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hapumui oksijeni. Hii ni kawaida, mtu akiwa hapumui anaonekana huyo mtu amekufa. Anaonekana amekufa. Lakini bali alikuwa anapumua, yaani alikuwa naongea. Kumaanisha moyo wake, roho yake ilikuwa naongea. Alikuwa naomba kimoyo. Alikuwa na huko ndani anaomba kimoyo. Kumbuka ameshikwa na ile tumbo. Nyangumi imepata shinda sana, inakimbia sana kutafuta mahali nchi kavu iweze kutapika. Sasa amefinywa, kuna shida katika tumbo. Kwa hivyo hapumui. Lakini moyo wake, mwili wake umekaa kama umekufa. Sasa unataka kuniambia alikuwa anatembea katika tumbo la nyangumi? La hasha. Hakuwa. Lakini moyo wake ulikuwa uko uhai. Lakini yeye mwenyewe alikuwa kama mtu amekufa. Kwa hivyo Masihi naye anafananishwa vile. Sasa tunataka tuone Masihi naye akiwa katika tumbo moyo wa nchi, kwa sababu mfano ni ule. Alikuwa hai ama alikuwa amekufa? Nataka tuangalie kitabu cha Petero. Hii hoja inakufa kifo cha mende. Inakufa kabisa. Kwa hivyo sioni Muislamu yeyote akiongozwa na Lord Sultan Sabihi na Sirati Mustaqim na wengine wengi ambao wanajenga hoja kwa hii. Sasa sikizeni majibu. Majibu ndio hii. Kitabu cha Petero wa kwanza 3 mstari wa 17 inasema hivi: maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Elohim, kuliko kutenda mabaya. Kwa maana Masihi, mstari wa 18, maana Masihi naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi,
Masihi aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili aturete kwa Elohim mwili wake. Sikiza hapa, mwili wake akauawa. Kwa hivyo mwili ukawa umeuawa. Sikiza hapa sana, mwili ukauawa, bali roho yake akahuishwa. Kwa hivyo mwili wake ukauawa, bali roho yake ikahuishwa. Kuhuishwa ni maana yake nini? Kuhuishwa maana yake moyo wake ulikuwa uhai, moyo wake ulikuwa uhai, lakini mwili wake ukawa umekufa. Hiyo ndio muujiza. Kwa hivyo alikufa, bali roho yake ikahuishwa. Ilihuishwa kwa ajili gani? Wacha tuteremke tusikie. Kwa nini uhai wake unaonekana umehuishwa, lakini mwili wake umekufa? Niteremke, nasema hivi. Kwa hivyo tunasikia mwili wake roho yake ikahuishwa, ambao kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Sasa angewahubirije kama mwili wake umekufa, roho yake imekufa? Ndugu zangu, katika kibinadamu roho huwa haifi, roho huwa haifi, bali mwili unakufa. Mwili unakufa, roho inatoka, mwili unabaki pale pale, hauna roho, sababu mwili bila roho umekufa. Tutaona hiyo andiko. Kwa hivyo nitaangalia hiyo swali baadaye ya Seifura Masul. Swali yako naijibu saa hii. Hakuna kitu kama hicho ambacho unasema mahali pale. Kwa hivyo tunaona ya kwamba roho ikahuishwa, bali mwili wake ukakufa. Mwili bila roho umekufa. Kwa hivyo roho inakuwa kando na mwili. Roho haiwezi kukufa. Ule mtu anaweza kuua ni mmoja tu, tutasema tuone. Alienda kuwahubiria, roho yake ikawa inahubiri, lakini mwili wake unaonekana umekufa. Kwa hivyo hangehubiri akiwa angehubiria hao maroho ambayo alikufa zamani, akiwa na roho yake ikiwa ndani ya mwili. Kwa hivyo alikuwa amekufa. Mfano ni huo tu. Sasa kama mtu anasema ya kwamba Yona alikuwa hai, basi nataka aniambie kama huyu Seifura, sijui Seifura anasema hivi. Tuangalie Seifura hapa. Seifura anasema hivi, Yohana alikuwa hai, ndio maana alikuwa naomba Mungu. Sasa nataka unijibu hii swali, kwa sababu swali huwa inajibiwa na swali. Wewe unasema Yona alikuwa, si Yohana jameni, Yona. Seifura ameandika Yohana. Yona alikuwa anapumua. Alikuwa anapumuaje? Alikuwa anapumuaje? Nataka uniambie, kutumia hizo akili zako, uniambie Yona alikuwa anapumuaje? Kama mwili wake hauko unakaa kama umekufa, bali roho yake ilikuwa imehuishwa. Roho yake ilikuwa imeshikiliwa. Ilikuwa imeshikiliwa. Hapumui, anakaa kama mtu amekufa, lakini anakaa kama mtu amekufa, lakini moyo wake unamwadhimisha, unaomba. Mwili wake, roho yake inaomba. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Masihi naye hivyo akaenda akahubiri, mwili wake ukawa umeuawa, lakini roho yake ikawa imehuishwa. Roho yake ikawa imehuishwa. Nasemaje tena? Kama nasema roho ametoka kwa mwili, unataka kusema dead body anaongea. Wewe akili zako ni kidogo, kwa sababu semi mwili ndio inaongea, roho ndio inaongea. Kwani mimi naongea na nini? Okay, roho yangu itoke ikae kando na mimi nitaongea? Hapana, roho ya mtu ndio huwa inaongea ikiwa ndani ya mwili.
Sasa ikitoka bado inaweza kuongea. Kumbuka damu ya Habili. Maandiko inasema Habili hata akiwa amekufa anaongea. Ukisoma kitabu cha Waebrania, wacha nikuonyeshe. Wacha niwaonyeshe kwa sababu hapa lazima kitaeleweka. Hakuna maandiko tunapotosha, maandiko tunaiweka wazi. Waislamu ndio mnapotosha maandiko. Kitabu cha Waebrania inasema Habili hata akiwa amekufa anaongea. Kitabu cha, acha niende mahali pale kwa sababu naona hakuna kitu ambacho kibaya kama kuwa na akili ndogo. Unasoma maandiko kwa akili zako ndogo. Lazima upanue akili zako. Ujiulize, mwili ikiwa haina roho inaweza ongea? Haiwezi ongea, lakini roho inaongea. Kutia kwa maandiko uone kama roho inaongea bila mwili. Sikiza hapa, uniambie nini hiyo ilikuwa naongea hapo. Kitabu cha Waebrania 11. Waebrania 11. Waebrania 11 mstari wa 4 inasema hivi: kwa imani Habili alimtolea Elohim dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Elohimu akazishuhudia sadaka zake. Kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa hivyo ijapokuwa Habili amekufa bali ananena. Ananena kivipi sasa? Hebu niambie. Hebu niambieni Waislamu. Habili amekufa na anaongea. Kama sio akili zenyu ndogo zinafanya mpotoshe maandiko. Ni roho yake inaongea. Bali mwili umekufa, bali roho yake inaongea. Ndio maana maandiko yanasema anaongea. Sasa anaongea kivipi? Kwa hivyo tunaona ya kwamba Masihi alikuwa amekufa mwili. Mwili sio mwili ilikuwa naongea, ni roho. Kwa sababu roho haifi. Nataka munitolee andiko, nyinyi muungane nyote, Seifura, Nathan Ocheng, wote unganeni munipatie andiko ambalo linasema roho inakufa. Ama roho mtu akifa roho inakuanga imekufa. Mimi nawapea andiko, roho haikuangi imekufa. Mtu akifa hata ukiuawa ukufe peke yako bila na ugonjwa, roho haifi. Katika kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 10. Mathayo ni 10. Mathayo 10. Nafika maeneo hayo. Mathayo 10. Mathayo 10 mstari wa ngapi? 28. Mathayo 10 mstari wa 28. Na wapa andiko ambalo linaonyesha roho kuna mmoja tu anaweza kuiua. Lakini tukifa kawaida, kama hatujafika katika kiyama, tuhukumiwe. Wenye wakwenda uzimani waende uzimani, wenye wakwenda katika hukumu ya kifo cha milele. Sasa kama hajafika wakati huo, hakuna roho inaweza kuangamia. Inasema hivi: msiogope wauao mwili, wasiweze kuua roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika Jehanamu. Kwa hivyo watu wanaweza kuua mwili. Wanaua mwili kivipi? Wanaua mwili kwamba wanaua roho, inatoka inakaa kando. Na mwili bila roho umekufa. Nawapea andiko. Mwili bila roho umekufa. Kitabu cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo. Nataka niwaonyeshe ya kwamba mnapoteza
mwelekeo wa Islamu. Mnapoteza mwelekeo mkisoma Biblia. Biblia haisomwi hivyo venye mnavyoisoma. Jehanamu inawakondolea macho. Hii hoja nimeona ni ijibu kwa sababu mmekuwa mkitoa hizo maneno. Kitabu cha Yakobo, tanifike mahali pale. Kitabu cha Yakobo. Yakobo 2 Yakobo 2 mstari wa ngapi? Yakobo. Nasema mwili bila roho umekufa. Yaani tafute hiyo andiko. Yakobo 2:26 inasema hivi: maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, hivyo hivyo na imani pasipo matendo umekufa. Kwa hivyo mwili bila roho imekufa. Mwili bila roho imekufa, lakini roho bado inaweza endelea kuongea. Tumesoma kitabu cha Waebrania 11:4 ati Habili ingawa amekufa anaongea. Kwa hivyo roho inaweza kuongea hata mtu akiwa amekufa. Inaweza kunena, lakini mwenye anaweza kusikia tu hiyo lugha ni Yawe peke yake. Binadamu hawezi kusikia. Binadamu hawezi sikia kamwe. Lakini Yawe anaweza kusikia. Sitaki nitumie maneno ya mdomo. Kitabu kinaitwa Ufunuo. Ufunuo 6. Yawe ndiye anaweza kusikia. Natoa hiyo andiko ili nisionekane muongo. Anasema hivi, mstari 6 mstari wa 9. Inasema hivi: na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Elohim, kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Kwa hivyo Yohana anaona roho za wale waliochinjwa. Sasa wamechinjwa lakini roho zao zinaonekana. Yohana amewezeshwa ndani ya roho kuona hizo roho. Anasema aje? Mstari wa 10, wakalia kwa sauti kuu. Kwa hivyo hizi roho zinaongea. Zinaweza kulia, lakini sauti hiyo ni Yawe tu anaweza kuisikia. Yohana aliwezeshwa tu ili aweze kuandika Ufunuo. Lakini binadamu kama hayuko ndani ya roho hawezi kuziona. Yawe kama hapendi. Wakalia kwa sauti kuu akisema, Mwenyezi mtakatifu, mwenye kweli hata lini kutohukumu wala kuipata haki damu yetu kwa nchi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba walilia. Kwa hivyo roho inaweza kuongea. Kwa hivyo Yona akawaongea akiwa ndani ya tumbo ya nyangumi. Roho yake ndiyo ilikuwa naongea, sio mwili ilikuwa naongea. Masihi naye akawa amekufa mwili, roho ikahuishwa. Petro wa 1 3:18. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hiyo hoja yenu imekufa hivyo. Sasa naona unataka kuniuliza swali. Na unaniuliza ya kwamba kwa kisa cha Yona Juguna kuna aya inayosema Yona kafa ndani ya samaki. Jenga hoja ya kueleweka brother. Sasa hapa nataka niwaulize swali moja. Na nimewauliza hautaki kujibu. Sasa Yona ndani ya tumbo ya nyangumi. Mtu akiwa ndani ya tumbo ya nyangumi, maandiko yanasema tutumia akili ipasavyo. Acha nikutolea andiko. Kwa sababu naona huyu Nathan Ochenga hata akili yenyewe
kidogo kidogo hapo mtihani. Sababu inasema hivi katika kitabu cha Wakorintho, akili utaki kutumia. Akili ulipewa, utaki kutumia. Nataka nikuulize swali, utumia akili zako mwenyewe. Wakorintho wa kwanza 15:34 inasema hivi. Tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi. Kwa hivyo utumie akili ipasavyo, wala usitende dhambi. Wala usitende dhambi. Kwa hivyo tunataka utumie akili bali usitende dhambi. Sasa hapa nataka uniambie, Yona akiwa ndani ya tumbo ya nyangumi alikuwa anapumua kivipi? Alikuwa anapumua kivipi? Hakuwa anapumua. Kwa hivyo hii ni muujiza. Kwa nini ukubali huu ni muujiza? Huu ni muujiza kwa sababu hakuwa anapumua. Sasa kama hapumui, unataka kuniambia ako aje? Ako uhai? Mwili yake iko uhai? Mwili kama haupumui acha nikutolea andiko. Ni kama uelewi. Mtu kama hapumui hakuangi uhai. Mwili wake haukuangi uhai hata kidogo, bali roho yake inakuaga imehuishwa. Roho yake inakuaga uhai kwa sababu jehanamu haijafika. Ili atupwe jehanamu, roho yake iuawe. Kitabu cha Ayubu, ni kama muelewi. Lakini kidogo kidogo tu mtaelewa. Mtaelewa tu. Pole pole tu mtaelewa. Ayubu 27 mstari wa 3 inasema, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Elohimu iko katika pua yangu. Kwa hivyo pumzi ya Yawe iko katika pua ya Ayubu. Ndio maana bado roho yake iko mwili wake uko uhai. Roho yake ni mzima ndani yake. Kwa hivyo pumzi ikitoka roho yake, kwa sababu mtu alipuliziwa pumzi ya uhai ndani ya mapua yake, hiyo pumzi ikitoka ama akose kupumua, basi anakuwa yeye hayuko uhai. Mwili wake hauko uhai kabisa. Na roho yake je? Ndio maana tumesoma maandiko, roho inakuanga imehuishwa. Roho inakuanga yani roho inaweza kuongea. Roho inaweza kuongea. Roho inaweza kuongea. Kwa hivyo Yona kwa ndani ya tumbo ya nyangumi alikuwa mwili wake umekaa kama umekufa. Yaani mwili wake umekufa kwa njia fupi, lakini roho yake iko mzima. Yaani roho yake iko mzima. Kwa hivyo wakati alitapikwa alifanana na mtu amefufuka. Alifanana na mtu amefufuka. Imagine mtu amefinywa, hapumui. Sasa niambie alikuwa anapumua kivipi? Niambie. Niambie alikuwa anapumua kivipi? Nathan Ochieng. Kuna hii jambo umesema roho kuzimia. Roho kuzimia ndani yako. Roho kuzimia ndani yako ni kuonyesha ya kwamba wewe mwenyewe haupumui. Umezimia, haujijui. Haujijui. Unaona? Haujijui. Kwa hivyo hauwezi kuwa unapumua. Hauwezi kuwa unapumua. Hoja zenyu ni kama hamuelewi maandiko, lakini kidogo tu mtakuja kuelewa. Nimetoa maandiko mengi ya kuonyeshana roho. Roho ikitoka ndani ya mtu, huyo mwili unakuwa kama umekufa. Huyo mwili umekufa. Na ndio maana tunazika. Roho inakuwa iko mahali pale. Na mwili bila roho umekufa. Lakini roho, sasa nataka niulize huyu Nathan Ochieng swali. Habiri naye alikuwa anaongea kivipi? Na amekufa. Roho za watakatifu zilikuwa zinaongea kivipi na walichinjwa? Kama Yona alikuwa uhai akiwa ndani ya tumbo ya nyangumi, roho yake haikuwa imemtoka, alikuwa anapumua na anafanya mambo, basi hawa nao walikuwa uhai. Unaona maandiko inasoma kwa lingine, haisomi hivyo venye unaisoma. Haisomi hivyo venye unalisoma. Kwa hivyo tunaona hiyo hoja yenu imekufa. Hiyo hoja imekufa. Hiyo hoja imekufa. Wakati alitapikwa akawa
roho yake ikamrudia, akawa anapumua sasa hewa kwa mapafu yake. Sasa alikuwa anapumuaje akiwa ndani ya tumbo ya nyangumi? Si unaona hiyo ni upungufu wa akili kidogo. Kwa hivyo naomba Waislamu mkome kusema namna hiyo, msome maandiko venye inafaa na mtapata faida. Masihi alikufa na akafufuka. Roho yake ilihuishwa, roho yake ilikuwa uhai. Yaani roho yake ilikuwa haijakufa. Kwa sababu roho inaguawa tu na mmoja ambaye ni Yahweh baba yetu, Elohim. Kwa hivyo hiyo hoja yenu imekufa hivyo. Hiyo hoja yenu imekufa hivyo. Kwa hivyo naona nitaweza kukomea pale. Hiyo hoja imekufa hivyo, na Masihi alikufa na akafufuka kama yanenavyo andiko. Sijui ni andiko moja katika kitabu cha Korintho wa kwanza 15:4 15:3 nimalizie mahali pale. Inasemaje? Inasema hivi: kwa maana naliwatolea ni hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Masihi alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Unaona? Alikufa na akafufuka kama yanenavyo maandiko. Mbona hamtaki kuamini maandiko? Mbona hamtaki kuamini maandiko? Unakataa maandiko kwa nini? Waislamu, someni kitabu chenu Qur'ani, kiendelea kuwapotosha. Lakini Biblia iko wazi. Mkiendelea kusoma kwa njia hiyo, mtaendelea kuangamia na kudanganya na kudanganyika. Sasa mimi nimesoma maandiko vizuri, nimeonyesha ya kwamba Yona mwenyewe alikuwa mwili wake umekufa. Mwili wake haupumui, lakini roho yake ilikuwa imehuishwa. Maana yake alikuwa anaongea. Mfano Masihi naye pia hivyo kama hiyo mfano. Mwili wake ulikuwa umekufa, roho yake imehuishwa. Nini mbaya? Nini shida kuelewa mahali pale? Hakuna kitu nimeongezewa mahali pale. Maandiko yako wazi. Lakini dhana yenu ndio itawamaliza. Naomba niweze kukomea pale, na Baba yetu awabariki.